Ufufuo unawezekana kwa sababu Yesu alifufuka. Yaani kwa kufufuka kwa Yesu, leo ninavyoongea, kila kitu kinaweza kufufuka kwa sababu Yesu amefufuka. Yaani ufufuo unawezekana katika maisha ya mtu. Ufufuo unawezekana katika ndoa. Kipindi kama hiki, nakumbuka ndoa moja ilikuwa na shida. Wanandoa, nikisema shida, unaelewa shida. Wanandoa kama mpo, sema amina. Na wewe kama sio mwanandoa, kwa nini umesema amina? Hiyo amina sio yako. Umeibia, umedandia katika jina la Yesu. Then kupitia ibada hii ya ufufuo, Mungu akafufua ndoa yao. Wanandoa wananielewa vizuri, kwa sababu walijiunganisha na neno. So tunaposema kuhusu ufufuo, hatuongei tu kufufuka kwa Yesu wala kufufuka kwa watu. Huu ufufuo una connect kila kitu katika maisha ya mwanadamu, ya kwamba Yesu kufufuka kwake amekuwa limbuko. Hiyo ndoa iliyokufa, hiyo biashara iliyokufa, hiyo hatima iliyokufa, kila kilichokufa katika maisha yako, leo ufufuo wa Yesu umekiwezesha. Ndio maana mtu wa Mungu, kama kuna wakati wa kumsherekea Mungu, ndio huu. Kama kuna zawadi Mungu ametupa kanisa, ni kumfufua Yesu kutoka kwa wafu.